mafunzo ama mambo ambayo tunajifunza katika Pasaka ya kwanza. Na leo ni kilele cha Pasaka yetu, tukiamini ya kwamba Yesu Kristo amefanyaje? Watu hawajui huku. Yesu Kristo amefanyaje? Yesu Kristo amefanyaje? Kumbe mimi nikiongea ndo hawajibu sana. Akiongea mchungaji wanajibu sana. Mbona mlipiga vile vigelegele vingi? Yesu Kristo amefanyaje? Msipojibu na mimi nitawaambia piga ni vigelegele vingi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tulikuwa tuna somo ambalo kama nilivyosema, mafunzo ambayo tunajifunza katika Pasaka ya kwanza, na nikazungumza ya kwamba Pasaka ya kwanza ilifanyika pale kwenye pigo la 10 ambalo lilikuwa linawatoa Waisraeli kutoka Misri kwenda wapi? Kwenda wapi? Na mimi nataka kujua kama mlikuwepo, ambao leo ni siku ya kwanza. Punga mkono namna hii. Usiogope, mbona wengine mnapunga hivyo? Ambao ni siku ya kwanza, punga mkono namna hii. Mungu awabariki. Sio wengi sana, lakini bado nitarudi kidogo ili tuweze kuelewana hata na nyinyi ambao umefika siku ya leo. Kama mlivyoambiwa kwamba mimi ni mwalimu, kwa nitatumia pia kanuni za kiwalimu. Kwa hiyo tumejifunza Pasaka ya kwanza nisema ilifanyika tena ililiwa katika nchi ya Misri, ambapo lilitokea pigo la 10 kati ya mapigo yale 10. Lile pigo la 10 ndio lilizalisha kitu kinachoitwa nini? Pasaka. Na nikasema neno Pasaka maana yake kupita juu. Kwa Kiingereza ni neno Passover, kwa Kiebrania ni neno Pasach, likiwa lina maana kupita juu. Kwa maana yule malaika alikuwa akipita juu ya mlango, na akiona kwamba kuna damu, basi nyie watu mlio ndani ya hiyo nyumba mnakuwa mko salama. Nipende kujua wale ambao umefika tangu siku ya kwanza, mna pointi ngapi huko ambazo umeziandika ili nione kama tuko sawa? Wewe ulikuwa unaandika, una pointi ya ngapi mtumishi? Yaani pointi nilikuwa nasema funzo la kwanza ni hili, funzo la pili ni hili. Naam? Mboga zenye uchungu, okay? Sawa. Lakini yani jumla ya yale mafunzo unayo mangapi? Mengi. Natamani uyahesabu nijue yako mangapi. Mama unayo mangapi hapa? Mangapi? 3. Asante. Wewe unayo 7. Mwingine? La. Mimi huku kwangu ninajua mpaka sasa nimefundisha mafunzo 8. Not 8, 9. 8, yes, sio 9, 8. Lakini leo tunaendelea. Kwa tulikuwa tukijifunza katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 12. Sasa leo tunaendelea. Nitasoma kitabu kile cha Kutoka sura ya 12 kuanzia mstari wa 12. Kwa hiyo ninatamani mfike kwenye kitabu cha Kutoka kuanzia mstari wa 12. Biblia inasema, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo. Nami nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu, nitakapoipiga nchi ya Misri. Mstari wa 14. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote, kwa amri ya milele. Mtakula mikate isiyochachwa muda wa siku 7. Siku hiyo ya kwanza mtaondoa chachu yote isiwe katika nyumba zenu kabisa,
kwa kuwa mtu yeyote atakayekula mkate uliochachwa tangu siku hiyo ya kwanza hata siku ya 7, nafsi hiyo atakatiliwa mbali na Israeli. Siku ya kwanza kutakuwa kwenu na kusanyiko takatifu, na siku ya 7 kutakuwa kusanyiko takatifu. Haitafanywa kazi yoyote katika siku hiyo, isipokuwa kwa hiyo ambayo kila mtu hana budi kula. Hiyo tu ifanyeni kwenu, nanyi mtaitunza ile sikukuu ya mikate isiyochachwa, kwa kuwa katika siku hiyo mimi nimeyatoa majeshi yenu katika nchi ya Misri. Kwa hiyo mtaitunza siku hiyo katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Mmegundua kwamba kila siku tulipokuwa tunajifunza, tulikuwa tunasoma kidogo kidogo, tunajifunza kwenye hiyo sehemu. Kwa sababu ukiangalia wewe ambaye umefungua Biblia yako, sura hii ya 12 ni sura ndefu ambayo inaishia mstari wa 51. Na sasa hivi tumesoma mpaka karibu mstari wa 22. Kwa maana yake hatujamaliza chapter yote. Nilipokuwa nasoma nikagundua bado mambo ni mengi ya kujifunza. Wangapi mmeona kwamba kuna ufunuo wa ajabu sana kwenye hiki kitabu? Mmegundua hicho kitu? Sasa leo tutaenda kumaliza kwa mambo machache, kwa sababu hatuwezi tukayamaliza yote mpaka sura hiyo ya 52. Jambo tunaojifunza leo kwa mujibu wa nukuu yangu ama dokumenti yangu inaniambia ni jambo la 9 tunayojifunza, ni kwamba Mungu hujifunua au husaidia watu wake wakati wa taabu, wakati wa mateso. Wakati mateso yamekuwa magumu sana, ndipo ambapo Mungu hujifunua. Ukisoma huko mwanzoni mpaka inakuja kufika hapo, Wanaisraeli walilia kwa Mungu. Walifika katika kipindi ambacho ni kigumu. Walifika katika kipindi ambacho ni kilele cha matatizo. Matatizo yamewazidi. Biblia inazungumza, kumbuka huku Misri walienda kwa ajili ya kupata msaada kutoka kwa ndugu yao Yusufu. Walipoenda kupata msaada huko, kwa sababu njaa imewapata kule Israeli, lakini ndugu yao Yusufu amekuwa ni waziri mkuu kule, amekuwa ni mtu mkubwa, kwa wameenda kupata kule msaada. Lakini maisha yameenda, hata yule Yusufu sasa amefariki, hayupo, na amekuwepo Farao ambaye hamjui Yusufu. Wako kwenye shida, walikuwa wanafanyishwa kazi ngumu. Katika matatizo ya kufanyishwa kazi ngumu, wanafika mahali wanamuomba Mungu. Wanamwambia Mungu, utukumbuke. Na ndio maana Mungu alilifanya jambo hili, ilikuwa logically kabisa. Nilipokuwa napata ufunuo, yani mimi mwenyewe nikawa nafurahi. Unafikiri kwa nini walimla Pasaka wakati wa giza usiku? Na kwa nini wasiile Pasaka asubuhi? Yani ikifika asubuhi kumekucha, kila kitu kimeisha. Kwa nini wamle usiku? Haleluya. Mwambie mwenzio ndo tunaanzia hapo yani. Kwa nini wamle usiku? Unajua tunapoliangalia giza linaonyesha hali ya taabu. Hata wetu. Ninazungumza na mtu siku ya leo Mbagala ambaye yuko kwenye wakati wa shida, yuko kwenye wakati mgumu, na mimi natamka ya kwamba Mwanakondoo yuko mahali hapa. Siku ya leo nilipokuwa mahali hapa tangu mwanzoni, nimeuhisi uwepo wa Mungu usiokuwa wa kawaida. Wakati wanaimba tenzi hapa, nikakuta mpaka machozi yananitiririka. Hii ni ishara ya kwamba Mwanakondoo yuko mahali hapa. Haleluya. Na mimi nasema siku ya leo, Mwanakondoo asikupite. Ni kweli uko kwenye giza, lakini this is the time to eat your lamb.
Huu ni wakati wa kumla mwanakondoo, kwa sababu amechinjwa kwa ajili yako, yuko kwa ajili ya uzima wako. Haleluya! Sio watu kama mnanielewa? Sio watu kama mnanielewa? I don't know kama tuko pamoja. Kwa nini wamle usiku? Hii inaonyesha wakati wa giza, wakati wa matatizo, ndio wakati mwanakondoo analiwa ili alete uzima kwenye maisha yako. Kuna mtu huko mahali hapa, madaktari wamesema imeshindikana, lakini niko tayari mahali hapa. Bwana amenituma kukuambia wakati ndio wakati wa kumchukua mwanakondoo mzima mzima. Yeye yuko kwa ajili ya uzima wako, yeye yuko kwa ajili ya usalama wako, yeye yuko kwa ajili ya uzima wako. Haleluya! Wiki chache zilizopita nilikuwa mahali na hubiri mkutano. Mtu mmoja alikuja pale akiwa amepata crack, yani alipata ajali, kwa kichwa kimepata crack. Fuvu hili la kichwa limepata crack. Unanipata vizuri watu wa Mungu? Na mkono wake mmoja una ganzi na hauwezi kufanya kazi. Na anasema nikinywa dawa, hata ninywe hizi pain killer, siwezi kulala kabisa usiku. Hawezi kabisa kulala usiku. Kwa anakuja akasema, yani nimekunywa pain killers, hamna namna. Nani anaweza kuunga hilo fuvu hilo ambalo limepata crack? Kwa amefika mahali anajua anayeweza kumponya ni Mungu. Amekuja kwenye mkutano anasema, leo ni saa yangu, huyu mwanakondoo Yesu asinipite. Huyu Yesu asinipite. Alipokuja pale, wakati nafanya maombi, nilikuwa na tabia hii. Ukifika muda fulani nimemaliza kuhubiri, naambia watu anzeni kushangilia, saa ya ushindi imekuja, saa ya wokovu imekuja, saa ya kufunguliwa imekuja. Wewe uliye katika matatizo, sasa hivi unaenda kufunguliwa, sasa hivi unaenda. Kwa watu wanaanza kushangilia. Yule mtu akapita pale mbele, tukaomba. Baada ya kuomba, anasema yale maumivu ameacha kuyasikia pale pale. Ule mkono ambao alikuwa hawezi kufanya kazi, anasema sasa asubuhi yake ilipofika, alideki lile kanisa, naamini nyumbani kwake, akakudeki kweli kweli. Anakuta ule mkono haumsumbui. Kesho yake hakutafuta watu wamwambie nani anataka kushuhudia, akasema nataka nishuhudie tena, kwa sababu Mungu ameniponya. Tunaye Yesu anayeweza kuponya. Wakati ambapo umefika kwenye kipindi kigumu, giza totoro, wakati wa mateso, hujui nani atakusaidia, yuko Yesu Kristo anayeweza kukusaidia. Wakati ambapo umefika hata ndugu zako wamekukana, wamesema tumemchoka huyu kumsaidia, huo ndio wakati mzuri. That is the best time for God to intervene in your case. Huo ndio wakati mzuri wa Mungu kuingilia kati. Hallelujah! Nataka niwaambie watu wa Mungu, tunaye Mungu anayefanya kazi. Tunaye Mungu anayetenda kazi. Hatuna Mungu wa kumsimulia tu. Hawa watu walilia kwa Mungu, lakini akasema wakati wa usiku, kama ambavyo mliona giza, mkaona ni wakati wa mateso, mkaona hamuioni nuru, mle wakati wa giza, ili mjue ya kwamba mimi ni Mungu ninayeingilia kati wakati wa giza. Wakati wa mateso ndio wakati wangu. Wakati hakuna nuru, mimi ndio naingizaga nuru. Haleluya! Yuko Yesu Kristo. Nazungumza na wewe hapo unanisikia. Uko mtu ambaye unanisikia kutokea kwenye vyombo vya habari, nikiwa nazungumza kutokea mahali hapa GHC Charame. Nazungumza na wewe unanisikia kwenye vyombo vya habari. Mahali hapa yuko Yesu, na leo tutafanya maombi. Ikiwa ulikuwa una matatizo, I promise you, leo unaenda kufunguliwa, leo unaenda kuwekwa huru. Umetezeka, hauoni nuru, lakini yuko Yesu aliye nuru ya kweli, lakini yuko Yesu aliye uzima wa kweli, lakini yuko aliyesemwa, aliyetabiriwa nyakati zile. Hata sasa anatenda kazi, hata sasa yu hai, hata sasa yu hai. Haijalishi tatizo limekuwa kwa muda gani, ninakwambia yuko Yesu. Mimi sijali utaniambia umeteseka muda gani. Wana Israeli waliteseka miaka 430. Miaka 430.
Manake kimepita kizazi, kikapita kizazi, wanateseka. Wako kwenye nchi ambayo sio ya kwao. Wanajua ya kwamba aliwatabiria ya kwamba wataenda Kanaani, lakini wako katika nchi ya Misri. Wako kwenye giza zito, kama wewe ambavyo uko kwenye giza zito, kama wewe ambavyo unajiangalia hata uelewi hali yako, hujui ni nani umwambie. Yuko Yesu mahali hapa, anaenda kukutua mzigo wako, anaenda kukuinua hapo ulipo. Haijalishi umeteseka kwa muda gani, haijalishi unayoangalia yanakuumiza muda gani, lakini yuko Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mambo sawa sawa, oh mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa, mambo sawa, mambo. Nitafanya hukumu ya miungu yote ya Misri, mimi ndimi Bwana. Kwa Mungu anasema anaokoa wazaliwa wa kwanza. Lakini wakati anaokoa wazaliwa wa kwanza, anasema ninaihukumu miungu ya Kimisri, ninaihukumu miungu ya watu wa dunia hii. Unajua, labda ngoja nikwambie kitu kimoja, mtu wa Mungu, nisikilize vizuri, unisikilize vizuri, unisikilize vizuri. Mzaliwa wa kwanza katika kizazi cha Agano la Kale au watu wa zamani alikuwa ni mtu wa maana. Hata leo hii katika familia zetu mzaliwa wa kwanza na upekee wake, si ndivyo watu wa Mungu? Lakini wao alikuwa na maana yamkini inawezekana kuliko leo. Kwa sababu leo hii tunasema mtoto akizaliwa kila mtoto apewe urithi, si ndivyo? Lakini kwao mzaliwa wa kwanza ndiye ambaye alikuwa na nguvu ya kupokea urithi. Na mzaliwa wa kwanza ndiye ambaye alikuwa ana nguvu hata katika ule ukoo, katika jamii. Kwa Mungu kupiga mzaliwa wa kwanza lilikuwa ni pigo ambalo sio la kawaida. Na Biblia inasema hakupigwa tu mzaliwa wa kwanza wa Wamisri, lakini hata wanyama wa Kimisri, kila mzaliwa wa kwanza alipigwa. Kwa maana yake hamna hata urithi tena. Wameharibu kizazi chao. Na sio hivyo tu, Mungu anazungumza wakati anapiga mzaliwa wa kwanza, huku anaokoa wazaliwa wa kwanza. Mungu anazungumza kwamba hiki kitendo kilikuwa ni hukumu kwa miungu ya Kimisri. Wakati Mungu anatusaidia, huwa anahukumu miungu ya Kimisri. Wakati Mungu anapotuinua, huwa anaihukumu miungu ya Kimisri. Wakati Mungu anapotusaidia, ndio maana uliposaidiwa na Mungu kuna watu walichukia. Ndio maana Mungu alipokupigania kuna watu walianza kukukasirikia. Ndio maana Bwana alipokutendea kuna watu walianza kukuchukia. Hawakuanza kukuchukia wao, chuki ilianza kwa miungu yao, kwa sababu miungu yao imehukumiwa. Maana yake Mungu amejitukuza kwamba mmeleta kansa, lakini Bwana ameiondoa. Maana yake Bwana ni mkuu kuliko kansa yenu. Mmeleta mateso, lakini Bwana ameondoa. Maana yake yeye ni mkuu kuliko hayo mateso yenu. Sasa Bwana yule aliyewaokoa wale akahukumu miungu ya Kimisri, yuko leo kwa ajili ya kuhukumu miungu ya Kimisri. Inawezekana wamekurushia majini, lakini Yesu Kristo yuko leo kwa ajili ya kuhukumu miungu ya Kimisri. Anachotaka ni kutoa ujumbe ya kwamba niko Mungu juu ya miungu, niko Bwana juu ya mabwana, niko mfalme juu ya wafalme. Ukiangalia vizuri, hii ina maana kwamba hawa hawakuwamiliki wa Israeli tu kwa sababu waliwamiliki. Manake hata miungu ya Kimisri iliwamiliki wa Israeli. Si mnanipata vizuri? Kwa nini mpaka Mungu anahukumu miungu? Manake anajua mateso haya pia yanaunganika na miungu. Uko mtu mahali hapa ambaye unateseka kwa sababu ya miungu ya kwenu, unateseka kwa sababu ya miungu ya Kimakonde, unateseka kwa sababu ya miungu ya Kiao, unateseka kwa sababu ya miungu hiyo. Lakini Yesu Kristo leo yuko mahali hapa ili ahukumu miungu ya Kimakonde, ili ahukumu miungu ya Kinyakyusa, ili ahukumu kwa jina la Yesu Kristo. Na ninatamka mahali hapa, maadamu Bwana amelileta kanisa mahali hapa, tunaihukumu miungu ya Chalambe katika jina la Yesu.
Hebu simama hapo ulipo. Hebu simama hapo ulipo. Hebu simama hapo ulipo. Rabakata ya nomokorobo seketeria. Sema kwa jina la Yesu. Ewe Mungu unayetawala mji, tunakuhukumu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hebu endelea kuomba kidogo hapo. Endelea kuomba. Kemea iharibuye miungu. Mungu ametuleta hapa ili tuihukumu hiyo miungu. Tunaifanya si kitu, tunaiharibu. Chochote kilichotumwa ndani ya kanisa tunasema amen. Sema amen. Hebu kaa chini kidogo. Kwa Mungu anapotenda miujiza, maana yake anahukumu. Anapofanya miujiza wakati umeonewa, automatic maana yake kuna comparison, kuna ulinganisho. Anaonekana Mungu ambaye alitaka kukutesa, Mungu wa kigeni, lakini anaonekana Mungu aliyekusaidia. Na wewe utasimama na kulinda ya kwamba yuko Mungu wangu aliyenisaidia, yuko Bwana aliyenitokea katika shida yangu, na aliniita Bwana akaniitikia. Maana yake automatic inahukumiwa. Inahukumiwa. Mtu mmoja, haleluya, haleluya, haleluya tena. Mtu mmoja alikuja kanisani. Nakuta kama kuna vitu viwili vinanijia, sijui nizungumze kipi kati ya hivi viwili. Kuna mtu mmoja alikuja kanisani. Alipokuja kanisani alikuwa ameteswa kweli kweli. Ameonewa na nguvu za giza. Amekuja yule mtu ana mkoba fulani ameubeba. Mkoba tu, yani mkoba hiyo akina mama. Lakini kumbe ule mkoba anaubeba ni mkoba ambao ye mwenyewe ajielewi, anajikuta hata awe na mikoba 8 lazima abebe huu. Unanielewa vizuri? Alafu ule mkoba ni mzito na lazima mle ndani aweke kanga. Na ile kanga alipewa na shangazi yake. Na kumbe ile kanga akiweka mle inaleta uzito usiokuwa wa kawaida. Kwa ule mama anavaa lile pochi ni lizito kweli kweli. Unanielewa vizuri? Kwa amekuja kanisani hajielewi, afa amekuwa kama chizi hivi. Kuja kumuombea, kumbe ile kanga aliyowekwa mle ni monitoring spirit. Yani ni kitu ambacho kina monitor kokote anakoenda. Umenielewa vizuri? Kwa hawezi kuiacha kwa sababu ni monitoring spirit, ili yale ajue anafanya nini, yaweze kumfanyia chochote yanachotaka. Lazima abebe ule mkoba na lazima abebe ile kanga. Kule mama anatembea nalo. Tena akijaribu kujifunga linamuwasha kweli hilo likanga, lakini hawezi kuliacha. Unajua kuna kufungwa akili Kwa akaja kanisani akiwa kwenye hiyo hali mbaya. Alipokuja nikamuombea. Omba ule mama, mapepo yakafanyaje? Yakaondoka. Lile kanga nikalichukua nikalichoma moto. Hivi mnafikiri sijaihukumu miungu yao? Sijaihukumu miungu yao? Nimeihukumu. Mtu mwingine amewahi kuja kanisani, anasema yeye wakifika miaka, yani kwao wamezaliwa watu kadhaa, ukifikisha miaka 40 lazima ufe. Tumekuja tukaomba naye, kapita miaka 40 kupitia yeye, na wadogo zake wamepita hiyo miaka 40. Maana yake tulihukumu miungu ya kigeni. Na mimi natamka siku ya leo ninaihukumu miungu ya kigeni kwa jina la Yesu inayotesa familia yako. Ninatamka kwa jina la Yesu inayotesa familia yako, miungu ya kigeni ninaihukumu. Kwa jina la Yesu ikuachie. Kwa jina la Yesu iachie nyumba yako. Kwa jina la Yesu iachie watoto wako. Kwa jina la Yesu iachie uzao wako. Kwa jina la Yesu iachie nyumba yako katika jina la Yesu. Mungu ametuweka sisi kama mahakimu. Mungu wetu ni hakimu, na sisi tunawekwa katika position ya mahakimu. Unapokuwa umeokoka una uwezo wa kuhukumu miungu ya kigeni. Na siku ya leo hatutamaliza hivi. Tutaihukumu miungu ya kigeni hapa. Hata katika ardhi yetu tutahukumu miungu ya kigeni. Maana iko miungu ambayo wakati fulani inamiliki mpaka ardhi ya mtu.
Mtu unaishi pale, kumbe umemiliki ardhi yako. Unatembea pale, unafanya ya kwao, utufanye ya kwako. Ukifika mahali fulani imekuwekea mipaka, huwezi kutoboa kwa sababu ya miungu ya kigeni. Lakini Yesu Kristo amenituma. Yesu Kristo yuko mahali hapa, amenituma kuhukumu miungu ya kigeni. Hata unayenisikiliza katika social media, nakwambia siku ya leo mahali hapa Chalambe, Bwana anahukumu miungu ya kigeni na ikatilie mbali inayokutesa, iliyoleta udhia kwako, imefanya machozi ya muda mrefu. Anahukumu kwa jina la Yesu. Nasema anahukumu kwa jina la Yesu. Nasema anahukumu kwa jina la Yesu. Hivi unaelewa kile nazungumza? Nasema nahukumu kwa jina la Yesu inayotesa huduma yako, nahukumu kwa jina la Yesu. Amen. 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 Niko ndani ya Yesu, nina raha, nina raha. Niko ndani ya Yesu, nina raha, nilala. Niko ndani, nina raha, niko ndani. Soma mstari wa 17. Mstari wa 17, Biblia inasema hivi: nanyi mtaitunza ile sikukuu ya mikate isiyochachwa, kwa kuwa katika siku hiyo hiyo mimi nimeyatoa majeshi yenu katika nchi ya Misri. Kwa hiyo mtaitunza siku hiyo katika vizazi vyenu kwa amri ya milele. Taifa la Israeli hapa ndio linaenda kuwa taifa, kwa sababu kumbuka kwamba aliingia Yusufu, si ndivyo watu wa Mungu? Baadaye kutoka kwa Yusufu wakaingia wadogo zake Yusufu, yani familia ya baba yake na Yusufu, ikaingia Misri. Ilipoingia wakaanza kuzaliana sana, lakini hawakuwa taifa. Mnanipata vizuri watu wa Mungu? Yani ni kama hivi, nikuchukue wewe mtumishi wa Mungu, tena wewe nimeona uko faster, usimame. Huyu mtu tunampeleka wapi? Misri. Huyu ndio Yusufu. Huyu Yusufu anaenda kule, anakuwa waziri mkuu. Huku kunatokea njaa, kwa wale ndugu zake wanaenda wapi? Misri, kwenda kutafuta chakula. Wanaenda tukule, wanaenda kule, wanapata chakula, wanaamua kukaa kule Misri. Mwisho wanaanza kuzaliwa wakiwa ndani ya Misri. Swali linakuja, ukiwa ndani ya Misri unaweza ukawa nchi? Unanielewa vizuri watu wa Mungu? Hauwezi ukawa nchi ukiwa ndani ya Misri. Lazima utoke uende Kanaani ndio uwe nchi. Na watu wowote au jamaa yoyote ambayo si nchi haiwezi kuwa na jeshi. Lakini Mungu anawaambia hawa wakiwa ndani ya nchi ya Misri, anawaambia ya kwamba anawataja kama jeshi. Swali linakuja, anawatajaje kama jeshi? Wakiwa wanaonewa, wakiwa wanakandamizwa, wakiwa wako kwenye shida. Maana yake wako kwenye shida, lakini Mungu hawaoni kwenye hiyo shida, anawaona kama jeshi. Oh, hallelujah. Am I talking to somebody here? Ninaongea na mtu mahali hapa, ninazungumza na mtu mahali hapa. Mungu anawatazama wakiwa Misri, wako kwenye shida, wako kwenye bondage, shida, matatizo, lakini Mungu hawatazami kama kikundi fulani cha watu. Mungu anawatazama kama jeshi. Kuna wakati tunapojitazama tunajiona kama watu dhaifu wakati tukiwa kwenye shida na matatizo, lakini Mungu hatutazami kama watu dhaifu. Mungu anatutazama kama jeshi. Leo inawezekana tukijitazama wingi wetu tunajiona kama kundi fulani la watu, lakini Mungu akitutazama analiona kuwa kanisa kubwa, anawaona maelfu, anawataja kama maelfu, lakini je, mnajidharau? Kuna mtu unajiangalia, unaona ya kwamba mimi hivi nilivyo, ndivyo nilivyo, ni masikini.
ni mtu wa tabu, ni mdhaifu, huoni furaha. Ukijiangalia uko disparate, yani unajisikia vibaya, ni mnyonge. Lakini Mungu anasema hakutazami kama mnyonge. Mungu anasema hakutazami kama mnyonge. Unapojiona kama mnyonge, Bwana anakuona kama jeshi kubwa. Bwana anakuona kama watu wengi. Kupitia wewe mataifa yatazaliwa, kupitia wewe wengi wataokolewa, kupitia wewe wengi watamjua Yesu. Maana amekuchagua kwa jina lake. Hukujichagua mwenyewe. Haijalishi ni nini unaona, lakini kiko kitu Mungu anaona. Liko jambo Mungu anaona. Unavyopitia ni kweli unaumia, unajiona kana kwamba hamna kitu, unajiona kana kwamba ni zero, lakini jicho la Mungu linavyokutazama sio kama wewe unavyojitazama. Jicho la Mungu linavyokutazama sio kama watu wanavyokutazama. Yeye anakuangalia kwa namna nyingine. Anapokuangalia na kuona ni jeshi. Kupitia wewe utapenda wengi, kupitia wewe utaharibu wengi. Na haya ndiyo yaliyotokea na ndiyo yataenda kutokea kwenye maisha yako. Ninazungumza hili, uko mtu utanisikia kwa jicho na kwa sikio la kinabii, lakini uko mtu utanitazama kawaida. Unayelisikia hili na ulisikia kwa jina la Yesu. Nazungumza ya kwamba shetani amekudanganya, lakini wewe sio mtu wa kawaida. Hebu ngoja nikwambie, kanisani kwangu mimi, nyie mlioko hapa ni wengi. Mnanielewa vizuri? Ni wengi kabisa, yani ni wengi sana. Mimi kanisani kwangu watu ni wachache, lakini tangazo akisimama, tena hata katibu wa kanisa ndio mimi mwenyewe, na mzee wa kanisa ndio mimi mwenyewe. Angalau mama huku kuna wazee wa kanisa na makatibu. Mimi ndo katibu, mimi ndo mzee wa kanisa. Lakini nikisimama tangazo la kwanza, yani hapo unakuta siku hiyo ndio watu hamna, tuko zetu 6 tu. Ya hapo unajua nimejihesabu mpaka mimi. Siku hiyo ndio watu wachache, tuko 6. Lakini nikisimama pale tangazo langu, wakati niko mdogo alinipa neema. Nilikuwa na uwezo wa kuiona siku ya kesho. Kwa naongea na wewe huku najua utanijibu nini. Wakati niko mdogo nilikuwa na hiyo neema. Sasa wakati mwingine baba akiingia kuomba, anaomba, mimi naota tu ndoto. Alafu nakuja kumwambia baba, nimeota ndoto 1, 2, 3, ndio inakuwa majibu ya maombi yake. Wakati nikiwa mdogo nimewahi kuota kwamba tuna wazee wa kanisani wengi. Watu ni wengi. Lakini ukiangalia wakati huo tulikuwa kwenye kanisa la mabati. Nakumbuka hali ya chakula tu nyumbani ilikuwa mtihani. Sisahau siku moja ambayo tumerudi nyumbani, chakula hamna, tumetoka shule. Alafu baba anamwambia mama, bandika hapo maji, Bwana ananiletea hela. Wakati tunajua baba hana hela. Baba akaenda akakaa kwenye kibaraza hivi cha nyumba. Alivyokaa akapita mama mmoja ambaye ana mapepo ya mtu ambaye sitaki aingie kwenye media yetu. Mapepo niseme ya Nyerere au mizimu ya Nyerere. Kwa hiyo anasemaga Nyerere, kanionyesha anavaa nguo za Nyerere, kifimbo cha Nyerere, kila kitu. Akapita akamwambia, mchungaji, nimeona nikupe hela soda. Akampa shilingi 10,000. 10,000 ya wakati huo tofauti na saizi. Kilo ya unga sijui ilikuwa shilingi ngapi, sijui 100 ngapi sijui. Aisee akaja akasema, si mnaona Mungu wangu amenipa. Tuliruka kwenye makochi. Kuna siku moja nakumbuka wakati tunapitia kwenye mateso haya ya huduma, mtu mmoja aliwahi kuleta wali na nyama. Mimi nilikuwa najua wali wanakula matajiri. Kuna jirani yetu ambaye usiku utasikia vijiko na najua vijiko vikiwa vinapita kwenye, ndio nilikuwa naona tajiri. Kwa hiyo ameleta wali na nyama. Nilikula siku ile. Nilikula, unajua kitoto kinavyoweza kula. Nilikula mpaka mzee akaona huyu anaweza kapuu kitandani. Akaniambia acha, yani imetosha. Mnanielewa vizuri? Kanisa la mabati, hali ni ngumu, lakini Mungu ananiambia kwamba kutakuwa na wazee wa kanisa wengi, kuna washirika wengi. Lakini hivi ninavyozungumza makao makuu pale kuna zaidi ya wazee wa kanisa 10. Imechukua miaka mingi, lakini imetokea. Kuna vile Mungu anaona, lakini kuna vile wewe unaona. Kuna vile watu wanaona, lakini kuna vile Mungu anaona.
kuna vile Mungu anaona. Leo hii wali sio issue. Yaani kwa mfano mimi wiki hii nimekaa kule kwa mzee, kwa sababu kwanza ndo karibu na huku. Mimi nakaa mbali Kongoe, tena Kongoe ya kule Kibaha. Nimekaa kule na mzee mpaka nachoka wali, kwa sababu watu wanakuja wanaleta, huyu kaleta hiki cha wali, hiki cha wali. Wakati zamani ilikuwa ni kitu ambacho tunaona muujiza. Lakini sasa hivi nachoka. Yaani mpaka kuna siku nikasema nimechoka, naomba nimpe ugali. Kuna vile Mungu anaona na kuna vile wewe unaona. Wakati tukiwa kwenye hali zetu ngumu, tunahisi kana kwamba hakuna kupenya, tunahisi kana kwamba hakuna kufaulu. Mimi nataka nikuambie leo, tazama kwa jicho la Mungu. Acha kutazama vile wanadamu wanaona, acha kutazama vile watu wanasema. Unachohitaji kujua ni kile Mungu amesema. Kuna siku moja nilikuwa naomba kanisani kwangu, nasema Bwana, unajua ukiwa kipindi hiko ndo nimeanza kanisa, hamna hata washirika. Kwa hiyo ikifika Jumatano niko mwenyewe, tukiwa wengi na mama mchungaji wawili. Naomba siku hiyo nikaanza kusema asante Bwana kwa ajili ya kanisa la maelfu. Hili ni kanisa la watu wengi, naona maelfu wakija hapa kanisani. Pale pembeni kulikuwa kuna watu wa makopo, wale watu wanauza makopo. Kwa kuna kijiwe pale watu wanauza makopo. Nikaona jamaa mmoja akaniangalia, akaanza kucheka mpaka nainamenya kucheka. Kwamba kanisa la maelfu ndo hili. Mtu mwenye hiyo sauti inatoka humo ni ya mtu mmoja. Ni vile yule anaona, lakini mimi naomba vile Mungu anaona. Uchawi wa kwanza ni kuacha kuona vile Mungu anavyoona. Yaani ukiacha kuona vile Mungu anavyoona, hutatenda kama vile Mungu anavyotaka. Unajua kuna mambo ambayo tunayafanya kama vichaa kwa sababu tunajua Mungu alituambia nini. Ile hali ukiacha kuona kama Mungu anavyoona, utaacha kutenda kama kichaa vile ambavyo Mungu anataka kutenda, hutafikia kwenye destiny yako. Acha kuangalia wanadamu wanasema nini, anza kuangalia wewe ni jeshi. Narudia, wewe ni jeshi. Maana yake kwa wewe kuna nchi zitapondwa, kuna watu wataharibiwa, kuna udongo utarainishwa, kwa sababu wewe sio kitu kidogo. Wewe ni jeshi, ndivyo Mungu anavyokuona. Tusimame. Najua Bwana unatengeneza njia, unatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana, we Bwana unatengeneza njia. Hallelujah, Bwana Yesu. Oh, najua Bwana, unatengeneza njia, unatengeneza njia kwa ajili yangu. Bwana, najua Bwana,